Wapendwa, na hii ya leo sio kwa ajili ya kila mtu. Namba moja, mwanamke akikwambia wewe mwanaume anakupenda, unaweza ukaamini. Lakini ukweli ni kwamba mwanamke huwa hakupendi wewe mwanaume, ila huwa anapenda vile vitu ambavyo wewe unamfanyia. Namba mbili, mwanamke huwa anaongeza upendo na heshima kulingana na ukubwa wa vitu vizuri ambavyo wewe unavitenda kwenye maisha yake. Kama hauamini hili, mchunguze mke wako. Ni kweli wewe unaishi vizuri na mke wako anakupenda na anakuheshimu pia, lakini kuna kipindi ukimfanyia mambo fulani makubwa na mazuri kwenye maisha yake, utagundua kwamba mwanamke huwa anaongeza upendo na heshima pia. Kwa mfano, alikuwa anakushukuru kwa udogo, siku hiyo atakushukuru kwa ukubwa zaidi. Mume wangu asante sana, Mungu akubariki, Mungu akuzidishie, na ataongeza upendo pia. Na wakati mwingine anaweza kukutumia na ujumbe pia wa kukushukuru. Mume wangu nashukuru sana, wewe ni mwanaume mzuri kwenye maisha yangu, yaani wewe unajitoa sana, wewe ni mwanaume wa pekee. Utapokea maneno mengi mazuri sana kutoka kwa mwanamke kipindi ambacho umemtendea jambo kubwa zaidi kwenye maisha yake. Hili wanaume wengi mmeli experience. Namba tatu, mwanamke huwa hakumbuki mambo mazuri ambayo wewe umemtendea kwenye maisha yake. Yaani mwanamke huwa hana kumbukumbu kabisa ya vile vitu ambavyo wewe umemtendea kwenye maisha yake. Kuna mambo mawili ambayo mwanamke huwa anakumbuka sana kwenye maisha yake. Namba moja, mambo mabaya ambayo wewe umemtendea yeye, na namba mbili, yale mambo mazuri ambayo yeye amekutendea wewe. Kwa hiyo, pamoja na yote unayoyafanya kwenye maisha ya mwanamke, kaa ukijua kwamba mwanamke ni mwepesi sana wa kusahau fadhila. Mwanamke ni mwepesi sana wa kusahau wema. Kwa hiyo unaweza ukatenda kila kitu, lakini siku utakapokosea kitu kidogo, anaweza kufuta haya yote mema uliyomtendea kwa sababu ya baya moja. Sijui kama unanielewa. Namba 4, mwanamke huwa haridhiki hata umtendee nini kwenye maisha yake. Kwa hiyo mwanaume, usije ukafikiri kuna kitu kimfanyia mwanamke hata kusaliti. Wewe unaweza ukamnunulia mwanamke gari, akaenda kutembea na muosha gari. Unaweza ukamfungulia mke wako biashara, akaenda kutembea na mteja. Kwa hiyo wanawake ni watu ambao huwa hawaridhiki hata ungewafanyia nini. Namba 5, machozi ya mwanamke huwa hayamaanishi kitu chochote kile wakati mwingine. Kwa hiyo usije ukafikiri kila wakati mwanamke anapolia anamaanisha kwamba ameumia au anamaanisha kwamba anajutia. Wakati mwingine analia tu ili kupoteza au kuvuruga kile kitu kinachoendelea. Kama mpo kwenye ugomvi, anajaribu kulia ili apotezee ile situation iliyopo, au kama unamkamata kwenye makosa yake, anajaribu kulia ili kuepuka hilo swala lisiendelee kujadiliwa. Namba 6, ukiwa unamfanyia mambo makubwa mwanamke, pengine unampa pesa, unamsaidia kimaisha, umemfungulia biashara, sijui umemfanyia nini, ataacha kukupenda wewe. Ataanza kupenda hivyo vitu unavyomfanyia wewe. Kwa hiyo unaweza ukafanya yote hayo na ukashuhudia mwanamke amekuja kukusaliti na mtu ambaye hamlingani kihadhi, kimaisha, kimuonekano na kivyovyote vile. Kwa sababu wewe ulitanguliza sana kumfanyia vitu fulani kwenye maisha yake, hatimaye akaacha kukupenda wewe, akawa anapenda vitu vyako. Kwa hiyo mwanamke anaweza akawa na wewe ili tu survive, lakini kiuhalisia hakupendi wewe kabisa. Mwanamke ni mtu ambaye anaweza akaolewa na wewe, akalala na kuamka kitanda kimoja na wewe, akakuzalia na watoto pia, lakini akawa hakupendi kabisa kwenye maisha yake. Hiki ni kitu ambacho wanaume wengi sana huwa hamfahamu, lakini wanawake wana huo uwezo, kitu ambacho wewe mwanaume huwezi kukifanya kabisa. Wewe mwanaume unajijua, huwezi kumtendea vizuri mwanamke ambaye humpendi kutoka ndani ya moyo wako. Namba 7, mwanamke huwa anakupimia wewe mwanaume kiwango cha heshima cha kukupatia kulingana na misimamo yako aliyoiona kwako. Kitu ambacho wewe mwanaume unatakiwa ufahamu ni kwamba mwanamke huwa anakupima kwanza wewe kimisimamo kabla hajaanza kukupa heshima fulani. Na ndio maana huwa unasikia mwanamke anasema baba fulani ni mkali, baba fulani atakagi ujinga, kwa sababu anakuwa ameshajua kwamba huyu mwanaume hapendi hiki. Lakini wewe mwanaume ukiamua kuwa mwanaume mwepesi, mwanamke akaona huna misimamo yoyote, anaweza kuishi kwa kukudharau kuliko unavyofikiria. Mwanamke huwa anashawishika kumpa mwanaume heshima ya juu kulingana na misimamo ambayo mwanaume amejiwekea kwenye maisha yake. Kwa hiyo mwanamke akikukuta wewe una misimamo yako imara, lazima tu atabadilika endane na wewe. Namba 8, mwanamke huwa hajui ni nini anachokitaka kwenye maisha yake. Akipata mwanaume mwenye pesa, atamtafuta mwanaume ambaye yuko romantiki. Akiwa na mwanaume ambaye yuko romantiki hana pesa, atamtafuta mwanaume mwenye pesa. Akiwa na mwanaume mstaarabu, atataka mwanaume mkorofi. Kwa hiyo kiujumla, mwanamke kwenye maisha yake huwa hajui anachokitaka. Namba 9,
Mwanamke huwa haamini kabisa kama kuna mwanaume mwaminifu. Kwa hiyo wewe mwanaume, hata ungefanya nini kwenye maisha ya mkeo, hawezi kukuamini kamwe. Yaani hiyo kaa ukiijua, hiyo ni asili kabisa ya mwanamke, hawezi kukuamini. Hata ungemwachia simu zako zote usiku na mchana ashinde nazo, bado hatokuamini. Kiasili mwanamke amegoma kabisa kumwamini mwanaume kwenye maisha yake kabisa. Hata kama mwanaume hajamtendea chochote kwenye maisha yake, hata kama hujawahi kumvunjia uaminifu, lakini yeye kwenye maisha yake huwa anakuchukulia wewe kama sio mtu mwaminifu. Yaani hata ungefanya nini kwenye maisha yako. Namba 10, ukimwambia mwanamke udhaifu wako, atautumia kama fimbo dhidi yako wewe mwenyewe. Ukimwambia unampenda sana, utashindwa kuishi bila yeye, yeye ndio kila kitu kwenye maisha yako, atahakikisha anakuchanganya mpaka upate kizunguzungu. Usije ukathubutu kutoa siri yako kwa mke wako. Ndio maana mara nyingi nimekuwa nikiwaambia, hata kama unampenda mke wako kwa kiwango gani, usimuonyeshe. Mtimizie mahitaji yote kama mke wako, mfanyie kitu chochote ambacho unatamani kumfanyia, lakini usiwe mtu wa kumuonyesha kwamba yeye ndio kila kitu kwenye maisha yako, au ukawa unakaa unamuimbia mashairi, mimi siwezi bila wewe, ukiondoka kwenye maisha yangu sijui nitazimia, sijui nitakonda ukiniacha, sijui nini. Hivyo vitu vyote utakavyomtajia kama udhaifu, yeye atavitumia kukuangamiza wewe mwenyewe. Hivi ni vitu vichache tu kati ya vingi ambavyo leo hii nimeamua kukwambia. Narudia tena, hii sio ya kila mtu. Usije ukaja hapa umepaniki. Hii sio ya kila mtu. Na kingine ambacho natamani kukwambia ni kwamba hakuna mtu anaweza kukubali hili, kwa sababu hii ni dark psychology ambayo watu hawaonyeshi kiuhalisia, lakini walio wengi, wanawake walio wengi ndio wako hivyo. Sijui kama umenielewa.